Usiku uliobadilisha ulimwengu ndani ya pango la Hira. Katika milima mikavu inayozunguka mji wa Maka kuna jabali linaloitwa Jabal An-Nur, mlima wa nuru. Juu yake yapo mapango madogo na miongoni mwake limo pango dogo lisilo na mapambo ya dunia. Pango la Hira ni pango liloinama kimya, kana kwamba lilikuwa likisubiri sauti ya mbinguni ivunje ukimya wake. Humo ndani kulikuwa hakuna dhahabu wala zulia la kifahari, bali kulikuwa na moyo unaotafuta ukweli. Tukirudi nyuma ya wakati, kabla ya kupewa utume kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alichukizwa sana na hali ya jamii yake. Watu wa Maka walikuwa wakisujudia masanamu, wakizika mabinti wakiwa hai, wakidharau wanyonge na kuishi bila mwanga wa uongofu. Moyo wake ulikuwa safi, ulioumia kwa maovu ya watu wake. Hivyo alipenda kujitenga katika pango la Hira, akitafakari juu ya uumbaji wa mbingu na ardhi, akimtafuta Mola wa kweli kwa fitra safi aliozaliwa nayo. Alikaa huko siku kadhaa, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao tayari ulikuwa na uzito wa kiroho. Hira haikuwa mahala pa kukimbia watu, bali ilikuwa mahala pa kutafuta ukweli. Ilikuwa ni usiku mtulivu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu tulionao. Nyota zilikuwa zimening'inia angani kama taa za rehema. Ghafla ndani ya pango lile dogo akatokea malaika Jibril alayhi salam. Sauti ilikatiza ukimya, kisha pakasikika ikisemwa, Iqra, soma. Mtume ambaye hakujua kusoma wala kuandika akajibu kwa unyenyekevu, mimi si msomaji. Malaika akamkumbatia kwa nguvu mpaka akahisi uzito wa wahai. Mara ya pili tena, soma. Mara ya tatu, kisha zikateremka aya za mwanzo, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Huo haukuwa mwanzo wa kitabu tu, ulikuwa mwanzo wa mwanga kwa wanadamu wote. Na hapo ndio kwa sababu ya Qur'an kushushwa kwake. Qur'an haikushuka kama historia ya kale tu, ilishushwa kutoa binadamu kutoka gizani kwenda kwenye nuru, kurekebisha maadili yaliyoporomoka, kumpa mwanadamu mwongozo wa maisha, ibada, haki, uadilifu na rehma, kumthibitisha mtume kuwa ni mjumbe wa Allah kwa ulimwengu wote. Ramadhani ikawa mwezi wa Qur'an, mwezi ambao mbingu zilifunguka na ardhi ikapokea rehma. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alitoka Hira akiwa na moyo uliotikiswa na tukio kubwa. Alishuka mlima kwa hofu na mshangao, akamwendea mkewe mpendwa Bi Khadija binti Khuwailid akisema, nifunike, nifunike. Lakini ule haukuwa mwisho, ulikuwa mwanzo wa risala iliyoeneza nuru kutoka Maka hadi pembe zote za dunia. Ramadhani inatukumbusha nini? Katika ukimya wa ibada na tafakari, Allah anaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yako. Kama Hira ilivyokuwa mwanzo wa mwanga wa dunia, huenda Ramadhani yako hii ikawa mwanzo wa nuru ndani ya moyo wako. Na hivyo ndani ya ukimya wa pango dogo juu ya mlima wa nuru, historia ya mwanadamu ilibadilika milele. Sauti ya soma haikuwa amri kwa mtume peke yake, ilikuwa ni wito kwa kila moyo unaotafuta mwanga. Kutoka Hira, Qur'an ilishuka kuondoa giza la ujinga, kuponya nyoyo zilizovunjika na kujenga upya utu wa mwanadamu. Na Ramadhani ukawa mwezi wa kurejea kwenye mwanga huo. Leo huenda tusipande jabali la nuru wala kuingia ndani ya Hira, lakini tunaweza kuifungua Qur'an, tukatuliza moyo wetu na kusikia ile sauti ya kwanza ikituita, soma, tafakari, rudi kwa Mola wako. Huenda Ramadhani hii ikawa ndiyo Hira yako. Huenda usiku huu ukawa mwanzo wa nuru ndani ya maisha yako. Asante kwa kuwa nami, Abdullahi mwana Maalim Mashi.